Imam Muhammad bin Idris Shafi'i kama anavyoeleza yeye mwenyewe, nashatu yatiman fi hijri ummi, asema nimekulia nikiwa yatima katika nyumba ya mamangu. Shafi'i rahimahullah ta'ala, babake akiondoka duniani, ameondoka babake akiwa ni kijana. Yeye akizaliwa babake hakumwona, kwa hivyo amezaliwa na akaleleka akiwa yatiman fi hijri ummihi, katika mikono ya mamake. Mamake akamsimamia Imam Shafi'i katika taalim. Ndio rasilimali kubwa ambayo mzazi humpa mwanawe, ili mwana asiwe yatima wa baba na yatima wa elimu na adabu. Wapo watu leo ni mayatima, baba zao wameondoka duniani, lakini Allah azza wa jalla akawapunguzia huzuni ya kuwa katika uyatima kwa kuwainua katika elimu na kuwafungulia milango mikubwa sana katika ilmu. Kisha kuna wengine ambao ni mayatima, lakini wamekusanya uyatima wa baba kuondoka duniani na uyatima wa kukosa tarbia na elimu na maelekeo na misingi. Na kuna wengine ambao baba zao wapo hai na wazazi wao wako hai, lakini ni mayatima wa adabu. Mpaka mshairi mmoja akasema, laysa al-yatimu man mata abawah, si yatima yule ambaye wazazi wake wawili wameondoka duniani. Innal yatima yatimul ilmi wal adabi, yatima ni yatima wa elimu na adabu. Shafi'i rahimahullah ta'ala asema, nilikulia katika mikono ya mamangu nikiwa yatima. Walam tajid ummi ma tu'ti almuallim min alujra, namna mamake alivyokuwa maskini, alikuwa mamake hana uwezo wa hata kumlipa mwalimu wa kumsomesha Imam Shafi'i. Alikuwa hana uwezo wa kumlipa malipo ya mwalimu. Mwalimu alipojua umaskini wa mama na hali ya udhaifu wa mamake Shafi'i, akajitolea kumsomesha Shafi'i bure rahimahullah ta'ala. Asema, fa'allamani duna ujratin wa kuntu ukhlifuhu fil maqam au ukhlifuhu fi darsi idha qam. Ikawa badala ya mamangu kumlipa ujira wake wa mwalimu, ada yake ya mwalimu, ikawa sasa Imam Shafi'i kwa sababu ametangulia mbele katika ilmu, yeye ndiye anayesimamia wale wanafunzi pindi mwalimu anapokuwa ameondoka. Shafi'i rahimahullah ta'ala, mamake pale pale akamtoa katika mji wa Gaza akaenda naye mji wa Makkah al-Mukarrama, ndipo alipoleleka, ndipo alipokuwa katika mji wa Makkah al-Mukarrama. Akasoma kwa wanazuoni wengi sana katika mji ule mtukufu. Miongoni mwa wanazuoni na walimu wengi aliopita katika mikono yao Imam Shafi'i ni mwanachuoni al-Imam Muslim ibn Khalid Az-Zanji rahimahullah ta'ala, na mwingine ni imam katika aimmat al-hadith Sufyan ibn Uyayna. Hawa wanazuoni wawili ndio waliomwahi Imam Shafi'i kumsomesha wakati wa ujana wake, akiwa anasoma kiwa kijana mdogo mji wa Makkah, Qur'ani na ilmu ya hadithi na ilmu ya fiqh na ilmu zingine nyingi za lugha na nyinginezo. Imam Shafi'i Allah azza wa jalla kamruzuku fahamu kubwa, kampa akili pana, yeye akiwa ni umri mdogo, lakini fahamu yake ilikuwa safi, akili yake ilikuwa nzuri ya kushika. Katika lugha ya kileo watu hawa katika lugha za kiutaalamu na waita magenius, alikuwa na fahamu mutawaqqit, fahamu had sharp kabisa, na hifadhi yake ilikuwa kali sana. Ikawa na pamoja na ile bidii aliyokuwa nayo, ile ilmu akawa anaishika kwa haraka sana mbele ya walimu wake, mpaka
mwalimu wake Imam Muslim Az-Zanji rahimahullah ta'ala akamtolea ruhusa Imam Shafi'i kabla ya kufika miaka 20, akampa ruhusa ya kutoa fatwa. Akamwambia, afti ya aba Abdillah faqad ana laka an tufti, toa fatwa ewe Abu Abdillah. Muhammad bin Idris al-Shafi'i kunya yake ni Abu Abdillah. Sasa hivi unaweza, umefika marhala ya kutoa fatwa. Hiyo ni tazkia ya mwalimu wake, na mwalimu hawezi kutoa maneno haya na hawezi kumpa mwanafunzi wake tazkia hii na qualification hii isipokuwa baada ya kuona kwamba zile muahilat, zile qualification ambazo zinamwezesha mwenye kutoa fatwa aweza kutoa fatwa. Ndio mwalimu wake akamruhusu kumwambia, afti ya aba Abdillah faqad ana laka an tufti, sasa hivi umefika wakati wewe unaweza kutoa fatwa. Wa huwa duna al-20 min umri. Sufyan ibn Uyayna ni mwalimu mkubwa na imam mkubwa katika ulama al-hadith, lakini akiwa amekaa na Shafi'i rahimahullah ta'ala, watu wanapokuja kumuuliza maswali awaambia, salu hadha fa innahu afdalu fityani zamani, muulizeni huyu kijana niliyekaa naye, maana kijana huyu ni bora wa vijana waliopo katika zama zake. Ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala, na hizi tazkia zote kutoka kwa hawa wanazuoni wakubwa, haikumpa ghururi, haikumpa kujiona na ijab, kuona kwamba sasa katika milango ya ilmu yeye ashafika, hana haja tena ya kusoma, maadamu mwalimu wangu ananiambia toa fatwa, wewe umefikia sasa hivi kiwango cha kutoa fatwa. Na Sufyan ibn Uyayna naye awalekeza watu kwangu kuniuliza mimi, badala yeye ambaye ni mwanachuoni mkubwa kujibu, awalekeza watu kwangu. Hii inatosha kwamba mimi tayari nishakuwa mwanachuoni. Imam Shafi'i hakufahamu hivyo, bali alielewa kwamba elimu ni bahari kubwa, na hii aloisoma mji wa Makka ni sehemu tu katika ile bahari kubwa isiyokuwa na ufuo, bahari ya elimu. Akaamua kuingia katika safari ya kwenda Madina. Akenda al-Madinatu an-Nabawiyya kwenda kukutana na walimu walioko Madina, maimamu walioko Madina na mashekhe walioko huko, wakubwa nao kadhalika, ambao wengine walikutana na baadhi ya sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam, na wengine waliopata tabi'ina, kibari tabi'in. Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, katika walimu wa kwanza aliyokutana nao Madina ni Imam Malik. Imam Malik ni imamu Darul Hijra. Akaja Imam Shafi'i kwa Imam Malik kusoma ilmu ya hadith. Anaeleza Al-Baihaqi katika Manaqibi maneno ya Imam Shafi'i yeye mwenyewe, asema qara'tu ala Malik, nimesoma mbele ya Imam Malik kitabu chake cha Muwatta na ilmu al-hadith, fasami'a minni, Imam Malik akanisikiza vile mimi ninavyosoma kile kitabu chake na zile hadithi ambazo ameziweka, anasikiliza vile ninavyosoma kwa ufasaha na kwa i'rab na kwa usahihi ulio wa hali ya juu sana. Akastajabu Imam Malik, asema fanadhara ilayya, kanitazama saa kwa muda, thumma saalani, kisha kaniuliza, masmuka, wewe unaitwaje, jina lako? Faqultu lahu, nikamwambia Muhammad, mimi naitwa Muhammad bin Idris al-Shafi'i. Imam Malik akamwambia, fattaqillah, basi mimi nakuhusia wewe umche Allah subhanahu wa ta'ala, wajtani bil maasi, na ujiweke mbali na maasi. Wasia wa kwanza taqwa Allah, wasia wa pili tajannubil maasi. Kisha unakuja sasa ule mwelekezo ambao ameuona Imam Shafi'i, kwa sababu alikuwa ni katika aima na wanazuoni waliokuwa na firasa. Firasa ni tunu, zawadi ambayo Allah azza wa jalla huwapa baadhi ya waumini, na walikuwa nayo baadhi ya wanazuoni wanajulikana katika sera, katika tarikh,
wanazuoni walikuwa na firasa. Hata baadhi ya sahaba na wengi katika masahaba walikuwa na firasa ya kukuona katika hali ambayo akikueleza wewe utastaajabu hili jambo, huyu bwana amelijuaje. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu alikuwa na firasa, mulham. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu alikuwa na firasa, na sahaba wengi wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na waumini kadhalika na waja wema, Imam Malik miongoni mwao. Kwa hivyo ikawa ameona firasa kwa Shafi'i rahimahullah, akajua hapa kuna mambo. Huyu kijana si mwanafunzi wa kawaida, ndipo anampa maneno yafuatayo, amwambia fa innahu sayakunu laka sha'nun, kwa sababu mimi naona ya kwamba wewe utakuja kuwa na mambo, utakuja kuwa na jambo, kuna jambo ambalo Allah azza wa jalla itakuwa amekuandikia siku za mbeleni. Imam Malik rahimahullah ta'ala amelijua hilo kwa mtazamo wake mfupi wa kuwa naye pamoja na Imam Malik katika kile kikao cha kusoma, lakini Allah azza wa jalla kwa elimu ya firasa aliyomruzuku Imam Malik akaweza kuligundua hili. Na naam, ikawa vile vile alivyoeleza Imam Malik kwamba huyu anayemzungumzia kumbe mbeleni ni miongoni mwa watakaokuwa maimamu wakubwa katika ardhi hii. Leo wanazuoni wa duniani wamekubaliana ya kwamba katika madhehebu za kifikhi za elimu ambazo zinatambulikana duniani, mojawapo ni madhehebu ya Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Akimaliza hapo Madina pia kadhalika hakusema elimu nimekwisha kuikusanya, nimetosheka, kwa hivyo wacha sasa hivi niendelee kutoa fatwa, bali akaendelea tena kutafuta ilmu. Akaelekea mji wa Baghdad, Iraq, akaenda kakutana huko na wanazuoni waliokuwa wengi wao ni wanafunzi na ashab wa Abu Hanifa rahmatullahi ta'ala alayhi, an-Nu'man bin Thabit, akina Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani na wengineo ambao Imam Shafi'i kupitia kwao wakachukua elimu ya fiqh huko Baghdad. Akakaa huko muda, akasoma na akabobea katika elimu ya fiqh iliyokuwa Iraq. Akatoka hapo akaelekea tena katika safari nyingine ya kutafuta elimu katika mji wa Yaman. Kutoka mji wa Yaman akarudi tena Iraq, akakaa kidogo, mwishowe ndipo akarudi mji wa Misri, akakaa katika mji wa Misri mpaka mauti yakamjia.